Ukisikia gari peleka kwa Wachina, Wachina wenyewe ndio sisi. Leo tutakuwa tuna somo moja la kuhusu upimaji wa, kwa Kiswahili tunasema cutout, ila kwa kitaalamu unaweza kusema regulator. Hapa tuna regulator za design 3. Kuna ambayo ya pini 4 ambayo inatokea juu. Kuna ya pini 3. Na kuna ambayo ya 4 lakini nayo inatokea pembeni. Sasa tutaanza na hapa ndo leo tutajua kati ya hizi zinafanya kazi vipi. Ukiwa na socket kama hii itakuwa ni vizuri zaidi. Hata ukiwa huna socket unaweza kutumia pini kama hivi ukachomeka, yote sawa, ila kwa sababu sisi tuna socket tutatumia hizi socket. Zina namba, kuna 1, 3, kuna 2, 4. Sasa tutajua maana zake leo, tutajua maana zake. Tutaandaa waya zetu. Kwanza kabisa tutaweka negative, kwa sababu hapa tunatumia nje, tutatumia negative. Tutaiweka vizuri. Tutatafuta waya yetu nyingine, tutatia upande wa positive. Tatia hapa napo. Hapa unaweza kaamua ukaweka au usiweke, ila kwa sababu mimi waya zangu hapa nimekuwa chache, nitatumia tu hivyo hivyo. Hapa nitatumia hivyo hivyo. Sema kama kuna waya mwingine, hebu tunaweza tukatumia, tuweke yote waya, tusichanganye mambo. Tutatumia hapo. Wana chache sana kufundishwa kwa maneno. Mara nyingi watu wengi wanafundishwa kwa vitendo. Sisi wengi tujifunza kwa kuangalia tu, wala kukuwa na mambo ya kunaniwa. Yani zamani kulikuwa kuna cutout zile za, nadhani mafundi wa zamani wenyewe wanajua zile cutout ambazo zilikuwa mafundi wa zamani wakinisikiliza wanajua vizuri. Sasa hivi tumeandaa waya zetu. Sawa bwana. Hii tutaweka zetu kwenye negative. Sawa bwana, tunaanza vizuri kabisa. Ndio kwenye negative, funga. Hii ni positive. Sasa hapa ndo tunapokuja. Tutatafuta line yetu ya positive kwenye regulator hizi. Mara nyingi kabisa, zingatia. Umeona hizi pini za juu? Yaani juu maana yake unachukua hii au mdomo. Hizi pini za juu huwa ni za positive. Utachagua aidha inaweza kuingia positive moja na nyingine inatoka kwenye ECU. Sawa bwana. Kwa hiyo naweza nikaziunga zote naweza nikaziunga hivyo, nikazipa positive. Nitazipa positive hapa, ambayo nitaiingiza moja kwa moja huko. Hizi zote zinakuwa positive. 1 2 3. Tutaziingiza kwenye positive. Sasa tuna waya zetu mbaki ngapi? 1 2 1 2 3 4. Hapa sasa tutatafuta line ya beti, au kwa kitaalamu nyingi tunasema on light. Tutaitafuta. Tutachukua tester yetu, tutaweka kwenye positive. Tutatafuta on light, kwa sababu on light mara nyingi lazima uipate kwenye tester unapoweka kwenye positive. Kwenye right hii hapa. Sawa bwana. Tutaipata hapa. Tunaangalia pigo la kwanza, kuwa tutapoingizia line inatakiwa taa izime. Tutachukua waya yetu hii hapa, line hii tutaingizia kwenye positive. Je, itazima au haizimi? Imezima. Haimaanishi
kusema kwamba katauti itakuwa ni nzima zaidi. Hapa taa itazima. Je, tutakuja kuiangalia. Je, hii gari ina overcharge au la, hai overcharge. Sasa tutaachana na hapa kwenye taa ya beti ya neon light. Sasa tutakuja kuangalia ina overcharge au hai overcharge. Yaani hapa kitendo cha kuweka tu hapa tayari inaniambia katauti na overcharge. Hapa huu mwanga litakiwa uwe mdogo. Kwa hata kama nikisema niingizie hapa haiwezi kuongeza. Hapa sheria yake inatakiwa mwanga uwe mdogo, ukiweka iongeze mwanga. Sawa bwana. Kitaalamu wengine wanajua, walofundishwa kitaalamu zaidi. Sawa bwana, sisi watu wa practical zaidi. Kwa tunajitahidi hivyo. Unaona bwana. Kwa hiyo hapa hii katauti inanyambia ina overcharge. Taa beti nazima lakini ina overcharge. Sasa tutachukua regulator nyingine ili tupime.